Msichana alisukuma mama yake ambaye alikuwa katika hali ya mmea kwenye duka la noodles kwa noodles. Wakati noodles zilipowekwa mezani, msichana alimwacha mama yake pembeni na akaanza kula mwenyewe. Mmiliki wa duka alikasirishwa na tabia yake. Wakati huo, mfuko wa pesa wa msichana ulianguka chini. Mmiliki wa duka hakuweza kuvumilia tena hasira yake. Alihoji kwa nini alikuwa amesema uongo kupata noodles bure wakati kwa wazi alikuwa na pesa. Msichana alieleza kuwa pesa hizo zilikuwa kwa upasuaji wa mama yake. Pia alitoa uthibitisho unaohusika. Mmiliki wa duka alitambua kuwa alimkosea msichana. Aliahidi kuwa msichana angeweza kuja dukani kwa noodles bure kuanzia wakati huo. Kutazama tukio hilo, wateja wengine wakarimu waliomba msaada wao mmoja mmoja. Walimpa chakula chao kwa msichana. Msichana alihisi sana. Alipiga magoti na kuonyesha shukrani zake kwa wale babu na shangazi. Wakati huu, mteja mmoja mwanamume alimwona kwa bahati alama ya kuzaliwa mgongoni mwa msichana. Alidhani kuwa msichana huyu alikuwa binti wa kaka yake mzee ambaye alikuwa amepotea kwa miaka 10. Mara alijulisha familia yake. Dakika 10 baadaye, babu tajiri wa msichana na baba walikimbilia duka la noodles mmoja mmoja. Walipoona alama ya kuzaliwa kwenye picha, baba wa msichana alikumbuka mara moja mwanamke aliyekutana naye kwa bahati mbaya miaka 10 iliyopita. Lakini wakati huu, msichana alikuwa tayari ameondoka dukani. Alimsukuma mama yake aliye katika hali ya mmea hadi hospitali kwa upasuaji. Lakini mwanamke mwenye kiburi ambaye alikuwa akitembea na kujibu simu alimgongana. Mkoba wake wa jina maarufu ulianguka chini. Hata hivyo, hakutoa msamaha. Badala yake alichukua pesa za upasuaji za mama wa msichana kwa kudai fidia kwa mkoba. Msichana alimuomba arudishe pesa zile zilizokusudiwa kuokoa maisha ya mama yake, lakini mwanamke huyo kwa hasira alichukua chupa ya divai na akamirushia mama wa msichana. Wakati muhimu kati ya maisha na kifo, mama wa msichana aliamka. Msichana alikwenda mbele kumlinda mama yake. Chupa ya divai ilipokuwa karibu kurushwa tena, baba wa msichana alifika kwa wakati kuwakomboa. Alimpiga teke mwanamke huyo mbali kwa mita 300 kwa mguu mmoja. Hata hivyo, mama wa msichana alizimia kwa sababu ya jeraha kali. Ili kuhakikisha habari iliyotolewa na ndugu yake mdogo ilikuwa sahihi, mwanamume huyo aliangalia alama ya kuzaliwa mgongoni mwa msichana. Baadaye, msichana alikwenda nyumbani na babu tajiri na baba. Huko kulikuwa na mavazi ya malkia yasiyo na hisabu katika vito kwa msichana kuchagua. Lakini msichana alijali tu hali ya mama yake, kwa hiyo alitenga kiasi cha pesa kutoka kwa familia yake kutibu mama yake. Shukrani kwa hili, afya ya mama yake ilipona.